Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi sahih, idha raaitum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik bisha'rihi wa adfarihi. Mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, huo ndio msingi. Msingi sio watu kusimama Arafa, kama hapana Arafa. Kwa hiyo hii Idi yote imeondoka, kufunga 9 Dhulhijja yote imeondoka, kila kitu kimeondoka kwa sababu watu hakufanya ibada ya Arafa. La ilaha illa Allah. Hata tuseme kuwa kuna khilafu, tuseme kuna khilafu kwenye haya, hatuna huu mwongozo, masala imekuwa na kauli mbili, tuseme hivyo na kauli mbili, basi uongozi katika maeneo ya Waislamu ukiamua kufuata kauli yoyote ile katika moja, sisi wote shar'an tunawajibika kufanya nini? Kutii amri ile. Lakini hawa wanaojiita ahli-sunna wal jamaa, shekhe, hiyo wanasema tunafuata uhuru wa katiba. La ilaha illa Allah, inna lillahi wa inna ilayhi. Uhuru wa katiba umezingatia mazingira ya kawaida. Wallahi jana mtu mmoja anakuja kanifuata pembeni, niko kwenye shughuli zangu za biashara, kanambia Maalim, samahani, siku hasa ya kuchinja lini kwetu? Jana hii. Nikamwambia shekhe, nakwambia kilillahi kutoka moyoni mwangu ninachokiamini na ndio kilichokuwa sahihi. Namwambia mie hapo unaponiona leo nimefunga. Nikamwambia kesho mimi binafsi nachinja, na ninaamini kuwa kesho ndiyo siku sahihi kwa Waislamu wote. Halafu huu mmoja wa Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani imesisitiza sana. Leo watu baada ya miaka karne 10 na kadhaa, miaka 1200 au 300, yote hii watu wanafuata simamo mmoja. Miji hii yote tunaswali kwa pamoja, tunakula kwa pamoja, tunafanya mambo yote kwa pamoja. Ilipozuka tu hii teknolojia, watu wamezuka kama mashetani kwenye vidole vyao, na vidole vyao juu kwa juu, utasema kafunguliwa ile chupa hii, katoa kidole na mie nipo. Teknolojia na kufanya hivi, shekhi, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Tatizo la watu, badala kufuata taratibu za dini zilivyo, watu wanafuata mihemko. Taratibu za dini ziko wazi kabisa. As-sawmu yawma tasumun, wal adha yawma tudahun, wal fitru yawma tuftirun. Huu ni msingi mkuu wa kuleta umoja wa Waislamu wote, kuanzia miaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, karne ya mwanzo, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 10, 11, 12, 13, zote hizi watu wanatizama mwezi tu. Wallahi zote hizi wanatizama mwezi. Na kama mtu ana ushahidi wowote wa uongo walete, maana wa kweli hana, kwa sababu ilikuwa hakuna teknolojia. Watu muda wote wanafuata nini? Wanafuata kutizama ule mwezi maeneo yao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kweli nina furaha kubwa sana, na huwa nataajab, lakini Allah subhanahu wa ta'ala na shani yake. Sikupangilia kuswali hapa Idi, wala sikutarajia kuwa Idi hii nitakuwepo hapa, lakini Allah jalla jalalu shani yake kubwa, nimejikuta ghafla nimesafiri kwa dharura maalum, na leo nimeamkia hapa. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kweli nilikuwa nishashona joho langu jingine jipya la kuvaa pamoja na la mwanangu dogo, na ilikuwa tuvae pamoja, lakini nikajikuta nasafiri na nikachukua joho langu, nikasema ikinikuta safari huko kama sikuwahi kurudi safari yangu, basi inshallah nitakuwa angalau nitatekeleza kule. Ndugu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. Ndugu wa Kiislamu, siku ya leo ni siku tukufu sana. Mara nyingi watu wanapojadili katika mwezi huu ukianza kuingia, mvutano wote umekwenda kwenye Arafa. Arafa ni siku tukufu, lakini Arafa ni siku maalum kwa ajili ya mahujaji kwa asilimia zote, na kwa wao ndiyo nguzo, sio kwetu sisi. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusiana na siku ya Arafa, alhajju Arafa, nguzo kuu ya hija ni Arafa. Lakini siku hiyo juu ya utukufu wote uliokuwa nao, kuifunga siku hiyo ni sunna, na kwa mahujaji ni karaha kufunga. Lakini siku iliyokuwa tukufu kuliko siku zote, yaumal hajjil akbar, ni siku hii ambayo ya mwezi 10 wa Dhulhijja. Sheikh hapa ametutajia fadhila za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii tukufu ni siku ambayo Waislamu wameharamishiwa kufunga, na haiwahusu mahujaji peke yao. Ni siku ambayo inawahusu Waislamu wote ulimwengu mzima. Sheikh amesema tuchukue dini kwenye asli yake hasa alokwenda nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliokwenda nayo masahaba zake, waliokwenda nayo at-tabi'in na tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hivi ndivyo itakavyokwenda. Atakaibisha atabakia mbishi tu, lakini nakwambieni nyie, roho zenu zikutulieni na kuiambia nafsi yangu kuwa tuko katika siku iliyokuwa sahihi. Wallahi, jana mtu mmoja anakuja kanifuata pembeni, niko kwenye shughuli zangu za biashara, kanambia, Maalim, samahani, siku hasa ya kuchinja lini kwetu? Jana hii. Nikamwambia, Shekhe, nakwambia kilillahi kutoka moyoni mwangu ninachokiamini na ndio kilichokuwa sahihi. Namwambia, mie hapo unaponiona leo nimefunga. Na wallahi mbio zangu nilizokwenda jana, nimeftari tende na maji. Nilipofika nyumbani kwa mzee wangu usiku kabisa, sikuweza kumwamsha, nikachukua panandizi 3 za pukusa, nikaftaria hizo, nikalala. Nikamwambia, kesho mimi binafsi nachinja, na ninaamini kuwa kesho ndiyo siku sahihi kwa Waislamu wote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi, idha raaitum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik bisha'rihi wa adfarihi. Mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, huo ndio msingi. Msingi sio watu kusimama Arafa, kama hapana Arafa. Kwa hiyo hii Idi yote imeondoka, kufunga 9 Dhulhijja yote imeondoka, kila kitu kimeondoka kwa sababu watu hakufanya ibada ya Arafa. La ilaha illa Allah. Ukatolewa mfano wa corona, watu wakajenga hoja, corona ilifanyika. Haya, sawa, imefanyika. Lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wote biittifaqil aimma, Eidul Adha na Eidul Fitr imesuniwa na kuharamishiwa kula na kufunga katika siku hizo katika mwaka wa 2 wa Kiislamu. Kwenye hii hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi aliyosomea shekhe wetu kwenye mimbari, alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakuta watu wanafanya Idi, akaambia, hizi Idi vipi? Shekhe akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akubadilishieni Idi tukufu kuliko hizo, Eidul Fitri na Eidul Adha. Haya ni maneno sahihi na hadithi sahihi kaipokea Imam Muslim.
Tatizo letu sisi, kuna watu wanayumba na bendera. Umekuja upepo wa teknolojia unawasukuma watu huku na watu wanakwenda dini. Teknolojia itabadilisha dini jamaa? Tabi'in kuanzia masahaba na waliofuata wote mpaka miaka ya hivi karibuni, hizi teknolojia zilivyoanza hizi, ndio ikaanza hii balaa na hizi bid'a za kufata pahali. Lakini wote hao, hakuna tabi'i yoyote wala hakuna sahaba yoyote aliyekuwa anafuatilia taarifa za Maka ili yeye afanye ibada, bali wote walikuwa wanafuata alichosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaangalia nini? Mwezi. Inabidi wale ndugu zetu waliokoko maporini huko, wanaochunga mbuzi, wanaochunga ng'ombe, wanaolima, wavuvi waliokuwa madagoni, waliokoko wapi, watu ambao hawana smartphone, wao wafuate nini? Allah katuwekea mwezi shekhe, utauona popote. Hii teknolojia ya enzi na enzi ya kiilahi Allah katuwekea ndio kipimo chetu. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Hii neno linnasi maana yake nini? Qul hiya mawaqitu linnasi, alafu ikaambiwa walhajj, yani watu wa hija watafanya hesabu zao na mashehe zao kule wataamua siku watakayoiona ni sahihi. Wengine wanatia fitna, inabidi hawa mashehe wanasema mahujaji wetu wote basi wasihiji, wanaharibikiwa na shekhe. Kule kuna uongozi, ule uongozi unabeba dhima na ndio unathibitisha kitu. Wakisha kuthibitisha wao wanaachiwa, wale wafuasi wanasikiliza tarehe wanazopewa na uongozi. Na hata mimi na wewe na Sheikh Al-Walidi tukienda kule tutasikiliza uongozi. Tatizo la watu, badala kufuata taratibu za dini zilivyo, watu wanafuata mihemko. Taratibu za dini ziko wazi kabisa, na kuna jambo la msingi sana nalo linasema as-sawmu yawma tasumun wal adha yawma tudahun wal fitru yawma tuftirun. Huu ni msingi mkuu wa kuleta umoja wa Waislamu wote kuanzia miaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, karne ya mwanzo, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 10, 11, 12, 13, zote hizi watu wanatizama mwezi tu. Wallahi zote hizi wanatizama mwezi. Na kama mtu ana ushahidi wowote wa uongo alete, maana wa kweli hana. Kwa sababu ilikuwa hakuna teknolojia. Watu muda wote wanafuata nini? Wanafuata kutizama ule mwezi maeneo yao. Sasa kama hesabu zitatuonesha hivyo ya mwezi, tuache. Shekhe, ukiuona mwezi, Sheikh Ibn Uthaymeen kaulizwa, bwana, imetokezea mtu kauona mwezi kwenye nchi yao, wameuona kabla ya Maka, inabidi itafika mwezi 10 ambayo ni haramu wao kufunga. Kwa Saudia itakuwa ngapi? 9. Wafunge wale Idi. Kasema shekhe, kuleni Idi. Sijui mnanifahamu? Kwa sababu ni haramu kufunga hiyo siku shar'an. Hasa mtu atabirua dini kwa sababu ya teknolojia. Halafu huu mmoja wa Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani imesisitiza sana. Leo watu baada ya miaka karne 10 na kadhaa, miaka 1200 au 300, yote hii watu wanafuata simamo mmoja. Miji hii yote tunaswali kwa pamoja, tunakula kwa pamoja, tunafanya mambo yote kwa pamoja. Ilipozuka tu hii teknolojia, watu wamezuka kama mashetani kwenye vidole vyao, na vidole vyao juu kwa juu utasema kafunguliwa ile chupa hiyo, katoa kidole na mie nipo. Teknolojia na kufanya hivi Sheikh, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu mwingine anajenga hoja, mfano anakwambia, Sheikh, sasa kama ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahiji kule, nyie mngefanya nini? Sasa ingekuwa Mtume tena sisi tuna kauli. Yani unatafuta, yani swala liko wazi. Ingekuwa Mtume angeambiwa, ya Rasulullah, tungempigia simu hapa na WhatsApp ya Rasulullah, sisi mashekhe, mufti hapa ingepiga. Mie mufti wa Tanzania nakuuliza, ya Rasulullah, kwa heshima zote na taadhima, sisi huku vipi tumeuona mwezi, tuende na hesabu ya mwezi au tukufuate wewe ya Rasulullah huko? Singekuwa jawabu nyepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ingeshushiwa wahi tu, wajibu hivi, tena kuna jingine. Sasa kujenga hoja ingekuwa Mtume, sasa ingekuwa Mtume ingekuwa ni hapana kauli.
Ingekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mimi wala wewe wala shetani yoyote mwingine kwa mashetani wala majini wala insi wala binadamu yoyote wala shekhe yoyote, hakuna yoyote aliyekuwa atakuwa mbele ya kauli mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ingeulizwa tu Mtume, ya Rasulullah, kuna watu washauona mwanzo, ingesema na yeye singekuwa kama mitihani inayotokezea sasa hivi, wapi wameuona, ingeambiwa sehemu fulani na wamethibitisha wameuona. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ingelichukua fatwa ya kusema madamu washauona huko Zanzibar bwana, Pemba umeonekana huko, Mtwara umeonekana huko, akatangazia watu wote, ingekuwa siku moja. Lakini hii ndio ijtihadi imeachwa, na msingi mkuu wa dini upo. Na kuna jambo moja la msingi sana, taatu ulatul umur, kuwatii viongozi wanaosimamia mambo ya Waislamu. Sisi tumefahamiana? Na viongozi wa nchi waliokuwa katika jambo ambalo limefungwa kisheria, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sisi tumefahamiana? Hata ingelikuwa kiongozi si Muislamu katika nchi, anaongoza Waislamu, akachagua jopo la mashehe na maulama na muftini wakaekwa pale, basi amri itakayotoka pale inakuwa ni amri ya Waislamu wote. Na katika aqida ya salafi salih na aqida ya hao watu wanaojinasibisha na ahli sunna wal jamaa na wanaosisitiza mashekhe wao ni kutii viongozi katika masuala ambayo ya taatullah. Hata tuseme kuwa kuna khilafu, tuseme kuna khilafu kwenye hayo, hatuna huu mwongozo, masala imekuwa na kauli mbili, tuseme hivyo na kauli mbili, basi uongozi katika maeneo ya Waislamu ukiamua kufata kauli yoyote ile katika moja, sisi wote shar'an tunawajibika kufanya nini? Kutii amri ile. Lakini hawa wanaojiita ahli-sunna wal jamaa, shekhe, hiyo wanasema tunafuata uhuru wa katiba. La ilaha illa Allah, inna lillahi wa inna ilayhi. Uhuru wa katiba umezingatia mazingira ya kawaida. Uhuru wa katiba unamruhusu mtu kutoka kwenye dini hii kwenda kwenye dini nyingine yoyote, lakini kwenye Uislamu inaruhusu mtu atoke kwenye Uislamu ende kwenye dini nyingine. Shekhe, usitumie kila kitu kilichokuwa mbele ya macho yako. Katiba za nchi zote hizi zote hizi si msahafu wala si dini ya Uislamu. Hizi ni katiba wametunga wanadamu, yako mengine yamepatiwa na yako mengine yamekosewa, yanapingana pengine na dini, sawa eh? Na wakati huo humo ndani yake kuna mambo, kila wakifurukuta wanafanya nini? Wanabadilisha. Badilisha sheria hii, badilisha sheria hii. Sheria ya Mwenyezi Mungu inabadilishwa. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni choshushiwa na Mola wenu mlezi. Hiyo ndio ya msingi. Kwa hiyo mambo kama haya yanapotezwa. Wa Kiislamu waliozingatia wanazuoni akiwemo Imamu Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake alipoifasiri hii neno yaum al-hajj al-akbar, anasema hadathana Ahmad, hadathana Abu Ahmad, hadathana Israil an Jabir an Amir qala yaum al-hajj al-akbar yaum an-nahr, wa qala Ikrima yaum al-hajj al-akbar yaum an-nahr yauma tuhraqu fihi ad-dima. Nimemsikia shekhe mmoja anasema yauma Arafa si mwezi 9. Haya, hii siku ya Eid al-Adha si mwezi 10 nayo? Haki watu wanasema maneno ya maajabu sana. Yaum al-hajj al-akbar yaum an-nahr, siku ya kuchinja, siku ya Eid ya Waislamu wote dunia nzima. Sio mahujaji walokoko pale tu milioni 3. Tuna Waislamu bilioni ngapi tunazo? 2 point kama si zaidi. Hawa wote wameharamishiwa kufunga siku ile ambayo siku ya Eid, na wakiuona ru'ya shar'iyya basi wao lazima wafuate ile ru'ya shar'iyya, hawaruhusiwi kufuata chengine chochote. Na ndicho asli alichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walichofanya masahaba na tabi'in na tabi'in walladhina tabauhum biihsani ila yaumiddin. Huu ndio msingi mkuu wa sheria. Nakwambieni hayo nyinyi zaidi ili mjue mnachokifanya nini kiko sahihi, kimesimama kwenye mstari. Hizi propaganda na porojo
wewe si shekhe, wewe huna lolote, wewe hivi, wewe ya shekhe hasaidii chochote, dini itabakia kuwa ni dini. Amesema shekhe wetu hapa, mashaallah, ndio shekhe wetu, shekhe mkuu wa mkoa amesema wazi kabisa, tuchukue katika mamba yenyewe kabisa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atujalie kheri na baraka katika nchi yetu, atujalie amani na utulivu katika nchi yetu, atujalie wale wote waliotangulia mbele ya haki, wazee wetu wa rehemu, na sisi atupe husnul khatima, atujalie kizazi kilichokuwa chema, atuhifadhie kizazi chetu katika umma huu, awape kheri na baraka, na awape uadilifu viongozi katika nchi hii, wawatendee watu kheri na uadilifu, na wawatendee yale yaliyokuwa na iman, na kuiongoza katika nchi katika uadilifu wa hali ya juu unaoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ndugu wa Islam, Allah atupe kila la kheri, wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante, tunakushukuru Sheikh Faridi, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri kwa maarifa haya uliotuongezea siku hii ya leo. Na umesema wallahi hukupanga na hukujua kama ungeswali Idi hii ya Idul Adha ya mwaka huu msikitini kwetu, lakini kwa vile wewe ni shekhe unajua aliokupangia ni nani. Mtu mmoja aliuliza, wewe kwa nini Muislamu? Akasema, nimeamua kuwa Muislamu baada ya kujua mambo mengi sijipangii, kuna anayenipangia. Sasa huyo anayenipangia ndio bora nimfuate. Mwenyewe ulikuwa na majibu mawili mapya, moja lako lingine la mwanao, ukuvaa hata moja. Hiyo ndio mipango ya Mungu. Takbir, Allahu Akbar. Waislamu, maneno ni haya tulioambiwa na mgeni wetu. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, semen amin. Amuongezee maarifa, semen amin. Amtatulie matatizo yake, amin. Amfanyie kila aina ya wepesi, amin. Yeye na sisi wote kwa pamoja Mwenyezi Mungu atupitishe njia sawa sawa, semen amin. Amin ya Rabbi.